Mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Ali Mohamed Shein amesema iwapo atachaguliwa kuwa rais wa Zanzibar kwa awamu ya pili atahakikisha anaendelea kudumisha amani iliyopo. Kwa kauli hiyo anaitoa katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja visiwani humo, lengo kuu likiwa ni kunadi sera ya ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Tupate taarifa zaidi. Mtawapa kura. Wananchi, wafuasi na wanachama CCM kutoka mikoa mitatu ya Zanzibar wamefika katika viwanja vya Mnazi Mmoja kusikiliza sera za wagombea wa chama hicho na kumlaki mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Katika makaribisho hayo, Dr. Shein amewaahidi Wazanzibari kwa moja ya sera zake ni kulinda amani. Bila umoja, bila mshikamano, bila ya amani, hakuna maendeleo yote yatakayopatikana, sio Zanzibar tu au Tanzania, nchi yote duniani. Dr. Shein ameviasa vyama vya siasa kufuata sheria na kanuni za Tume ya Uchaguzi ZEC, akionya hatua kali kuchukuliwa kwa yoyote atakayepuuza maagizo hayo. Atakayethubutu kufanya kinyume na sheria za Zanzibar, kinyume na katiba ya Zanzibar, kinyume na sheria ya uchaguzi ilivyoagiza, tutapambana naye kwa nguvu zetu zote. Ujio wa John Pombe Magufuli kisiwani hapa unatarajiwa kuleta matumaini kwa wakazi wa Zanzibar, hususan katika kukuza uchumi wa visiwa hivyo vinavyozungukwa na bahari ya Hindi. Pamekuwa na majizi na maharamia wengine wanaiba mpaka samaki zetu. Wanakuja na meli kubwa kubwa, wanakaa ndani kwenye maji mbali, maili karibu 200. Wana meli kubwa ambazo zinajua na zinajuanda. Wakishamaliza wanaondoka na samaki zetu, wanakwenda kutengeneza. Wale nao ni maharamia na ni majambazi kama wengine. Dr. Magufuli ambaye anaunga mkono muungano anazungumzia baadhi ya kero za muungano na namna ya kuweka usawa kwa Watanzania wote. Pamekuwepo na kero kidogo kidogo, na ninaambiwa zimebaki kama kero 3 za muungano. Kero hizo zitamalizika haraka sana. Suala la mafisadi kwa upande wa Zanzibar nalo likatolewa ufafanuzi. Huduma kwa ajili ya wananchi, hiyo huduma ya afya, hiyo huduma ya maji, hiyo huduma ya elimu inacheleweshwa na mafisadi. Awali Rais mstaafu wa awamu ya pili Al-Hassan Mwinyi amesisitiza suala la amani. Watakuja watu wasema sasa mvurugu umekuwa, bora tuahirishe uchaguzi tuje kufanya makani. Yasitupate yaliyotupata mwaka 1963. Mpaka sasa Dr. John Pombe Magufuli amefikia mikoa 38 ya Tanzania. Juma Kasim, Star TV, Mwanza.